Pale kwenye profile yako naona umeandika kwamba ni una malengo kuja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2055. Labda tudokeze kidogo hapa, kuna kipi ambacho kimekusukuma zaidi hadi kutamani nafasi hiyo? Ambacho kimenipelekea kuweza kuweka hiyo nia au kuwa na hiyo ndoto ya kuweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2055 ni kuweza kuwasaidia wananchi, kwa sababu kwa sasa tunaona kwamba wananchi wana changamoto nyingi. Wananchi wana changamoto nyingi. Kwa hiyo mimi kama kijana nikaona kwamba sehemu ambayo naweza nikawasaidia wananchi kwa ufasaha zaidi ni kwenye nafasi ya urais, kwa sababu ni nafasi ambayo ni kubwa katika taifa letu, ni nafasi ambayo unaweza ukawasaidia wananchi kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo na mimi nikaona niwe na ndoto hiyo, na ndoto hiyo ni sio kwamba tulikuja juu juu, ni sauti ambayo ilitoka ndani ya moyo wangu, ikaniambia you have the next president on 2055. Kwa hiyo bado naendelea kupambana kuhakikisha kwamba naifikia ndoto hiyo, na ndoto hiyo ninaifikia kwa kuanza kujijenga sasa, kwa kuanza kuwa mzalendo sasa, kwa kuanza kusimama katika misingi ya haki sasa. Kwa hiyo rais wa mwaka 2055 ndio naamini kwamba ndio mimi, na naendelea kujijenga kuhakikisha kwamba nitakapofika 2055 nitakuwa na qualify kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuendelee tu kuombeana, naamini inshallah Mungu akijalia mwaka 2055 nitakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nitakwenda kuwasaidia Watanzania na kuhakikisha kwamba taifa letu linasonga mbele katika misingi ya haki na misingi ya kimaendeleo. Kuna mazingira pengine yote ya ugumu pengine au wepesi ambayo unayafeel wakati unaiwaza ndoto hii? Magumu ni mengi na changamoto ni nyingi, kwa sababu mimi nafanya siasa katika upande wa upinzani. Kwa hiyo kwa sababu nafanya siasa katika upande huu wa upinzani, kwa namna moja au namna nyingine kunakuwa na changamoto kama ambazo wanazipitia wapinzani wengine. Kwa mfano kukatishwa tamaa labda, kwa mfano mimi nakatishwa tamaa, hata unakuta hata ndugu wengine hawakuungi mkono. Lakini pia pamoja na hivyo kuna swala lingine la chama tawala ambacho kiko madarakani, kwa sababu mimi niko upande wa upinzani. Kwa hiyo kuna muda ambapo unakutana na changamoto labda za kukatishwa tamaa au za kutishwa na nini, lakini mimi naamini kwamba kwa sababu Mungu anasimama na mimi na anajua kwamba ni nia gani ambayo ninayo katika kulitumikia taifa langu katika misingi ya haki, naamini kwamba ataniwezesha kuweza kuvuka vikwazo hivi, na itakapofika mwaka 2055 atanipa kile ambacho nilikuwa nakitamani siku moja niweze kuwa, ambacho ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili niweze kusimama katika kuwasaidia wananchi katika misingi ya haki na kimaendeleo. Na labda mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa mtizamo wako, mazingira ya kisiasa nchini Tanzania yakoje kwa hivi sasa? Mazingira kwa sasa naweza nikasema sio mazuri, kwa sababu ukitaka kusema kwamba mazingira ya kisiasa nchini yakoje, inabidi kwanza uangalie mifumo ya uchaguzi jinsi ilivyo. Kwa hiyo mazingira yangekuwa mazuri zaidi kama tungekuwa na sheria ambazo ziko sawa, ambazo zitaruhusu ushindani sawa. Kwa hiyo kwa sasa hivi mazingira yapo vizuri, na mazingira yatakuwa vizuri pale ambapo tutabadilisha mifumo yetu ya kisheria, mifumo yetu ya kiuchaguzi, ili tuwe na mifumo ambayo iko huru. Kwa hiyo kwa sasa mazingira hayapo vizuri, lakini pia tumeona kuna baadhi ya matendo ambayo yanaendelea ambayo yapo kinyume kabisa na haki za binadamu. Kuna masuala labda ya utekaji na nini ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Kwa hiyo nadhani ya masuala haya yanachafua taswira ya nchi yetu, na tumeona hata mwaka jana miezi kama 8 ambayo imepita alitekwa mwenyekiti wa BAVICHA jimbo la Temeke, ndugu Soka. Kwa hiyo tunaweza tukaona mambo kama haya ambayo yanajitokeza ya wanasiasa wengine kutekwa, wengine kusumbuliwa, yanachafua taswira ya nchi yetu. Kwa hiyo na mimi
tunachoombea kwa Mwenyezi Mungu ni masuala haya yaweze kuisha, na masuala haya yataisha kwa kupata misingi mizuri ya kisheria, lakini kwa kupata katiba mpya. Kupata katiba mpya tutakuwa na mfumo ambao uko huru, ambao utazuia uonevu katika nyanja mbalimbali. Vijana wengi wameonekana kuwa wanasuasua kushiriki masuala mazima ya kisiasa, pengine labda kuna hofu nyingi ambazo zimekuwa zikiwakumba, na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kuna jitihada zozote wewe kama kiongozi kwa upande wa vijana umechukua kuweza kuhamasisha waweze kujitokeza pindi muda utakapofika kuweza kuchukua fomu na kujaribu nafasi mbalimbali za kiuongozi? Tunahamasisha vijana kwa njia mbalimbali, ambapo tunahamasisha vijana field kwa kupita kwenye mikutano ya hadhara. Kila kwenye mikutano ya hadhara tunazidi kuhamasisha vijana, kuambia kwamba wasiogope siasa. Siasa ni maisha yao. Kwa hiyo huwezi ukajitenga na siasa, kwa sababu siasa ni maisha ya kila Mtanzania, kila mwananchi. Kwa hiyo tunahamasisha kwa njia nyingi. Kwa mfano, mimi napita katika baadhi ya vyuo na kuendelea kuhamasisha wanafunzi kwamba wajiunge na siasa, wasiogope siasa. Lakini na wao wanapitia changamoto mbalimbali, labda ya kuzuiwa kufanya siasa katika vyuo, lakini hamasa tunaifanya kubwa, lakini pia mitandaoni. Na mimi hata wewe kaka David umeniona kwenye mitandao ya kijamii nikiendelea kuhamasisha vijana kwamba wajihusishe na masuala ya kisiasa, wagombee kwenye nafasi mbalimbali. Lakini kwa sasa sisi chama chetu kimeweka kwamba msimamo wa no reform no election. Kwa hiyo tukipata yale mabadiliko ya kimfumo wa kiuchaguzi, tutaendelea kuhamasisha vijana wazidi kugombea katika nafasi mbalimbali. Lakini kwa sasa tunataka kwanza tupate mabadiliko ya kimfumo ya kiuchaguzi, then baada ya hapo tutakuwa na mfumo ambao ni wa haki, ambapo yeyote yule ambaye atashinda kiuhalali. Kwa hiyo hamasa tunaifanya kubwa sana kwa vijana waweze kujiunga na masuala ya kisiasa. Sema changamoto zipo nyingi, lakini changamoto hizi zitamalizwa pale ambapo tutapata katiba mpya. Na pengine labda kama kuna swala lolote ambalo unataka kuongezea tunapofika ukingoni, karibu. Swala tu ambalo ningependa kuliongezea hapa ni kuhusiana na swala la no reform no election. Bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakuna uchaguzi. Kwa hiyo niwaombe Watanzania watuunge mkono katika kauli mbiu hii ya chama, kwa sababu siku za karibuni tumekuwa na uchaguzi ambao haupo sawa, uchaguzi ambao ufuati haki. Kwa hiyo kwa sasa tunataka kwanza mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili tuweze kuwa na uchaguzi uhuru. Tumeona uchaguzi wa 2019 wagombea wameinguliwa kwa sababu ambazo sio za msingi. 2020 hivyo tumeona uchaguzi umevurugwa, wagombea wetu wameinguliwa na nini. 2024 mwaka jana tumeona pia wagombea wetu wakiinguliwa kwa asilimia kubwa. Hata kwa kiwango cha Ilala hapa waliinguliwa kwa asilimia, naweza nikasema 99. Kwa hiyo tukasiwa tu ile asilimia moja. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tufanye mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi, then baada ya hapo tutakapopata sheria ambazo ni za haki, za usawa, twende kwenye uchaguzi ambao utakuwa sio kujia mashaka kama ilivyo sasa. Mimi nikushukuru sana Bwana Joel, uwe na siku njema. Nashukuru sana kaka David kwa kuweza kufanya mahojiano nami. Mungu akubariki sana, nashukuru sana.